Safari ya maisha ina mapito mengi, milima na mabonde, huzuni na machozi. Wengi wamechoka njiani wakitafuta tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji mpendwa, karibu katika Jumatano nyingine ya maombi, tukimwita Bwana katika njia zetu. Leo tunaanza series mpya ambayo ina neno kuu linalosema nguvu ya kumaliza safari. Fungu letu leo ni kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 7 inayosema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Msikilizaji mpendwa, katika maisha jambo la muhimu sio kuanza safari, jambo la muhimu ni kuimaliza. Watu wengi wanaanza safari kwa nguvu, wanaanza kwa shauku na kwa maono makubwa, lakini sio wote ambao hufikia mwisho wa safari zao. Biblia inatufundisha kwamba Mungu hutoa neema ya kuanza na pia nguvu ya kumaliza. Biblia inasema Mungu wetu ni Alfa na Omega. Mungu anapokuwa mwanzo husimamia hata mwisho ufike. Mfano mzuri ni maisha ya Mtume Paulo. Alikutana na mateso mengi, alifungwa gerezani, akapingwa na wengi, lakini Paulo hakukata tamaa. Mwishoni Paulo alisema kwa ujasiri, nimemaliza kazi ambayo Bwana amenituma kuifanya. Wako watu wengi leo ambao huanzisha mambo na hawamalizi. Katika Jumatano ya maombi leo, ombi langu kwa Mungu ni kwamba anijalie roho ya kumaliza mambo. Kuna watu wengi walianza miradi hawakuimaliza, walianza mahusiano hayakuzaa ndoa, walianza shule hawakufika mwisho. Kila anachokianzisha hakifiki mwisho. Leo tunaomba neema ya Mungu atusaidie tufike mwisho wa mambo ambayo tunayaanzisha. Tunaweza kuanza mwaka kwa maazimio mazuri, tukaanza huduma, tukaanza biashara, tukaanza masomo, hata safari ya kiroho kwa ari kubwa, lakini changamoto zinapokuja wengi hukata tamaa njiani. Nguvu ya kumaliza safari haitokani na uwezo wetu wenyewe, bali inatoka kwa Mungu anayetuimarisha kila siku. Msikilizaji mpendwa, Nehemia alipoanza kujenga ukuta wa Yerusalemu alipata upinzani mkubwa, lakini hatimaye alimaliza ujenzi ule. Kila safari yenye thamani huwa na changamoto. Mungu hutoa nguvu za kuendelea hata tunapochoka. Usipime mafanikio kwa namna ulivyoanza, yapime kwa namna utakavyomaliza. Kumaliza vizuri ni ushindi mkubwa kuliko kuanza kwa nguvu. Jambo gani ulilianzisha lipo katikati? Ombi langu leo kwa Mungu akupatie nguvu ya kufika mwisho. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Leo katika Jumatano ya maombi tunakemea roho ya halfway. Wengi wetu tumekuwa watu wa nusu, hatufiki mwisho. Namleta kwako msikilizaji aliyeanzisha mradi unakaribia kuisha njiani. Yesu mpe nguvu ya kufika mwisho. Kuna mahusiano yanakaribia kuishia njiani. Yesu yapeleke mpaka mwisho. Kuna mtu hata alianza ujenzi ameishia katikati. Yesu, kila jambo ambalo tulilianzisha, jambo jema, tupe nguvu ya kumaliza. Kuna mtu hata yuko katika matibabu. Yesu, mfikishe mwisho akapate uponyaji kamili. Hata yule kipofu ulipomponya aliona kidogo, kwa sababu wewe sio Mungu wa kidogo. Ulimponya tena akaona kikamilifu. Leo tupe roho ya kukamilisha mambo. Tunakemea roho ya halfway. Na Mungu wetu mwema, pamoja na hayo tunaleta kwako haja zetu, kila mmoja kwa hitaji lake. Mtendee sawasawa na ahadi yako. Asante kwa sababu umesikia, kwani tumeomba tukiamini kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, amen. Safari ya maisha ina mapito mengi, milima na mabonde, huzuni na machozi. Wengi wamechoka njiani wakitafuta tumaini, lakini Yesu ndiye njia ya uzima wa milele.